Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amelaumu Iran kwa kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Rais huyo wa Marekani ambaye ameivamia Iran na kuua viongozi wake akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia kuua makamanda wakuu wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani anaona ilikuwa ni haki kwa yeye kufanya hivyo, lakini wakati huu anatoa lawama kwa Iran kwamba ndio iliyosababisha kupanda kwa bei ya mafuta, hasa baada ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini kumbukwe, hii ilikuwa ni ahadi ya wa Iran kabla ya vita hivyo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anailaumu Iran kwa kushambulia maeneo yenye maslahi yake katika mataifa ya Ghuba, lakini anasahau kwamba anaisababishia hasara kubwa taifa hilo la Kiajemi, taifa la Iran. Baada ya kudai mafanikio ya kijeshi dhidi ya Iran, rais wa Marekani Donald Trump aligeukia athari za kiuchumi za vita hivyo, hasa katika ulimwengu, na kwamba anaepuka kulaumiwa yeye binafsi Bwana Trump na ulimwengu, na ambapo duniani kote kila mtu amekuwa akimlaumu rais huyo wa Marekani kwa namna alivyosababisha hali ya uchumi kupanda katika ulimwengu. Alisema kupanda kwa bei ya mafuta kunasababishwa na Iran ambayo imeufunga mlango wa bahari wa Hormuz, akidai pia ni matokeo ya mashambulizi dhidi ya meli za mafuta na nchi jirani, lakini akaongeza kuwa hali hiyo ni ya muda mfupi. Vita hivyo vimesababisha bei ya mafuta kupanda, huku wastani wa bei ya petroli nchini Marekani ikifikia $4 kwa galoni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2022. Athari hizo zimeenea pia kimataifa, huku Philippines ikiwa nchi ya kwanza kutangaza hali ya dharura ya nishati kutokana na mgogoro huo. Kwa upande wa European Commission, imeonya kuhusu shinikizo kwenye rasilimali za nishati na kuwataka wananchi kupunguza matumizi, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi nyumbani na kupunguza safari za ndege. Trump anasema vita vya Iran vinakaribia kukamilika. Rais huyo wa Marekani amerudia kusema kuwa vita dhidi ya Iran vinakaribia kukamilika, na anasisitiza kuwa malengo makuu ya kimkakati ya Marekani yako katika hatua za mwishoni. Anasema, "Ninafurahi kusema kuwa malengo haya ya msingi ya kimkakati yanakaribia kufikiwa," alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Aliongeza kuwa Marekani itaendelea kushambulia shabaha ndani ya Iran kwa kipindi cha wiki 2 hadi 3 zijazo ili kumaliza operesheni hiyo haraka. Trump alisema pia kuwa Marekani iko karibu sana kumaliza kazi, huku akisisitiza kuwa baadhi ya familia za wanajeshi waliopoteza maisha vitani zimekuwa zikimtaka kamilisha operesheni hiyo. Akizungumzia ujia wa bahari wa Hormuz, Trump alisema Marekani haitumii tena mafuta yanayopita katika njia hiyo na kuyataka mataifa mengine yanayotegemea njia hiyo kuhakikisha wanailinda. Kwa mujibu wake, Iran tayari imedhoofishwa na kuharibiwa kwa kiasi kikubwa na mashambulizi ya Marekani. Lakini pia anadai kwamba anafurahia kusema kuwa malengo haya ya kimsingi ya kimkakati yanakaribia kufikiwa. Hata hivyo, rais huyo anadai kwamba hata wakati huu Iran imebakiwa na vizindua makombora vichache, licha ya kwamba hivyo vichache vinazidi kufanya mashambulizi makubwa katika mataifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mshirika wake wa muda mrefu na wa kudumu Israel. Rais Trump amesema uwezo wa kijeshi wa Iran umeporomoka kwa kiasi kikubwa kufuatia mashambulizi yake. Trump amedai kuwa jeshi la majini la Iran limeharibiwa kabisa, huku jeshi la anga likiwa katika hali mbaya na baadhi ya viongozi wa kijeshi wakiuawa. Ameongeza kuwa uwezo wa Iran kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani umepunguzwa sana baada ya viwanda vya silaha na mifumo ya kurusha makombora kushambuliwa. Kwa mujibu wa Trump, Iran sasa imebaki na mifumo michache sana ya makombora, na amehitimisha kuwa Marekani inaendelea kushinda vita hivyo kwa kiwango kikubwa kuliko ilivyowahi kuwa awali. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana katika kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.